Karibu sana, ni weekend nyingine tena tumekutana katika Plus Weekend kuyajua yale ambayo tumekuwa nayo katika juma hili kwa ukubwa. Na kwa muhtasari, miongoni mwa mengi tuliona katika siku ya leo ni pamoja na wiki hii Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameondoka nchini kuelekea nchini Urusi kwa ajili ya ziara ya kitaifa kufuatia mwaliko wa rais wa nchi hiyo Vladimir Putin. Na vile kituo cha afya cha Chanika kimepata ithibati kutoka katika Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC baada ya kukidhi vigezo stahiki. Pamoja na hilo pia, serikali imeeleza mkakati wa kuwanusuru wahitimu dhidi ya ukosefu wa ajira. Karibu. Na tuanze katika ziara ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan nchini Urusi, ambapo kwa mara nyingine tena Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu na Chuo Kikuu cha Rudin kilichopo katika shirikisho la Urusi. Na ifuatayo ni taarifa kamili kama inavyoelezwa na mwanahabari wetu kuhusu ziara hiyo. Rais Samia Suluhu Hassan amepokea tuzo hiyo akiendelea na ziara yake ya kiserikali ya siku 3 katika shirikisho hilo iliyoanza Juni 3 na itakamilika Juni 5 mwaka huu 2026. Rais Samia amepata tuzo hizo ikiwa ni utambuzi wa mchango wake mkubwa katika kukuza diplomasia, uchumi, sekta ya afya, elimu, utalii pamoja na ustawi wa jamii nchini Tanzania, ukanda na mchango wake kimataifa. Baada ya kutunukiwa shahada hiyo, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameishukuru Jumuiya ya Chuo Kikuu cha Rudni na serikali ya shirikisho la Urusi kwa ujumla. It is an investment in the doctor who will save lives. Ni uwekezaji kwa daktari ambaye ataokoa maisha. Uwekezaji kwa mhandisi atakayejenga miundombinu, mwanasayansi atakayetatua matatizo, mvumbuzi atakayetengeneza ajira, mwalimu atakayeunda vizazi, na uwekezaji kwa vijana wa Tanzania ambaye anaamini kuwa maarifa hayajakamilika hadi yatakaposaidia jamii. Partnership between Rudin and Tanzanian University is reaching a brand new level. Uhusiano wa chuo chetu na nchi ya Tanzania pamoja na vyuo vikuu vya nchini humo ni wa muda mrefu na umejengwa katika misingi ya kutazama maendeleo ya jamii pamoja na ukuaji wa mahitaji ya jamii ambayo tunabuni njia za kukabiliana nayo. Hii inakuwa shahada ya 8 ya heshima kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, akiwahi pia kutunukiwa shahada kama hizo kutoka vyuo vikuu vya Tanzania na vyuo vikuu vya mataifa mbalimbali ikiwemo kutoka Nigeria, Uturuki, India, Korea na hapa nchini kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Mzumbe na Chuo Kikuu cha Zanzibar, Suza, ambapo kwa mwaka huu pekee shahada hii ni ya pili. Ya kwanza alipata mwezi April 2026 kutoka Chuo Kikuu cha Nasarawa kilichopo nchini Nigeria. Hii ni ziara ya pili kufanywa na rais wa Tanzania nchini Urusi tangu mwaka 1969 alipozuru baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ikiwa ni zaidi ya miaka 50 iliyopita. Esther Mtebe, Channel 10. Na sasa tukatazame yale matokeo ya ugombea ubunge katika jimbo la Isimani katika juma hili, ambapo kwa mara nyingine CCM imeshinda kwa kishindo katika ubunge wa jimbo la Isimani. Mgombea ubunge wa jimbo la Isimani kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Emanuela Mtatifikilo, ameibuka mshindi kwa ushindi mkubwa baada ya kupata kura 70,905 kati ya kura halali 75,874 zilizopigwa katika uchaguzi wa jimbo hilo. Matokeo hayo yametangazwa rasmi na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani, Caroline Angweni Otieno, baada ya kukamilika kwa zoezi la kuhesabu na kujumuisha kura katika vituo mbalimbali vya kupiga kura ndani ya jimbo hilo, ambapo amesema jumla ya wapiga kura walioandikishwa katika jimbo la Isimani walikuwa ni 89,755, huku wapiga kura 76,556 sawa na 85.3% wakijitokeza kushiriki uchaguzi huo.
Katika kura hizo zote, kura halali zilikuwa 75,874 na kura 684 zilikataliwa. Matokeo yanaonyesha kuwa Emmanuela Mtatifikilo wa CCM alipata kura kwa asilimia 93.5 ya kura zote halali zilizopigwa, na hivyo kuibuka mshindi kwa tofauti kubwa dhidi ya wagombea wa vyama vingine. Na matokeo ya wagombea wa vyama vingine yalikuwa kama ifuatavyo: chama cha AAFP kura 186, Ada Tade ilipata kura 189, ADC ilipata kura 775, Chauma ikapata kura 1512 na CUF ikapata kura 802. DP ilipata kura 139, Chama Makini kilipata kura 137, NCCR Mageuzi ilipata kura 155, chama cha NLD kilipata kura 147 na chama cha NR kilipata kura 136, chama cha SAU kilipata kura 69, TLP kura 73, UDP kura 82, UND kura 28 na chama cha UPDP kilipata kura 43, huku chama cha CCK kikipata kura 162. Katika jitihada za kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana nchini, serikali imeboresha na kuandaa upya programu zipatazo 821 za elimu ya juu nchini, ambazo zinajumuisha maudhui ya ujasiriamali, teknolojia, ubunifu na stadi za kidigitali ili kuwajengea wahitimu uwezo wa kujiajiri na kuajirika. Kutoka Dodoma, Roda Simba anatueleza zaidi kuhusu taarifa hii namna ilivyokuwa. Yameelezwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Wan Hafidh Amir wakati akijibu swali la mbunge wa jimbo la Bumbwini Mwinyi Jamal Ramadhan aliyehoji mpango wa wizara wa kukaa na vyuo vikuu kuwaelekeza namna ya kubadilisha mitaala yao ili kuwezesha vijana kujiajiri baada ya kumaliza masomo. Katika utekelezaji wa azma hiyo, hadi kufikia Aprili 2026, jumla ya programu 821 zimepitiwa ili kuhakikisha zinaendana na mahitaji ya soko la ajira. Kati ya hizo, programu 533 zimeboreshwa na 288 zimeandaliwa upya. Aidha, programu hizo zimejumuisha maudhui ya ujasiriamali, matumizi ya teknolojia, ubunifu na stadi za kidijitali. Aidha, Ramadhani amehoji mkakati wa ziada wa serikali wa kunusuru wahitimu wa vyuo vikuu na vyuo vingine nchini, ikizingatiwa kuwa kila mwaka idadi kubwa ya vijana wanahitimu. Kwa kuwa vyuo vikuu vyote vya Tanzania vimekuwa kwa kila mwaka wahitimu wengi wanahitimu na wanaendelea kubaki mitaani, upi mkakati wa serikali na kauli ya serikali kutoa mafunzo ya ziada ili vijana waweze kuendelea na kupata ajira na kuendeleza maisha yao kiuchumi? Lipo wimbi la wanavyuo wengi wanaohitimu na hawana ajira rasmi, na serikali imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kuona kwamba wanafunzi wanaohitimu wanaweza kujiajiri wenyewe. Serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya upatikanaji wa taarifa, lakini pia upatikanaji wa fursa mbalimbali na mafunzo ya kiuchumi ili kuwasaidia wahitimu kutumia ujuzi wao kujiajiri. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wakati wa Tanzania wakisubiri kwa hamu kuhusu bajeti kuu ya serikali itakapowakilishwa katika juma hili, bunge limeendelea na vikao vyake jijini Dodoma, ambapo baadhi ya wabunge wameweka bayana matarajio yao wakitaka bajeti hiyo kuelekeza rasilimali katika kutatua changamoto zinazoikabili jamii, hususan katika sekta ya uchumi, afya na miundombinu. Na Roda Simba tena anatueleza zaidi kuhusu taarifa hii. Wakizungumza nje ya viwanja vya bunge, baadhi ya wabunge hao wamesema
Wanatarajia bajeti hiyo kuja na motisha zaidi za kikodi zitakazochochea ukuaji wa uchumi wa ndani, na katika sekta ya kilimo wakiishauri serikali ipunguze tozo mbalimbali zinazowakabili wakulima ili kuongeza tija na mapato yao. Kwa mfano hivi karibuni viwanda vyetu kwa mfano vya kilimo vile vinavyochukua malighafi nyingi kutoka kwenye kilimo havikufanya vizuri. Kwenye chai, kwenye pamba, kwenye mkonge hapa katikati havikufanya vizuri kwa sababu hasa na mambo mengi ya kikodi. Ningeomba sana katika bajeti hii izingatie sana anguko la bei ya tumbaku duniani. Kwa mfano katika bei ya mbolea kuna tozo nyingi sana. Benki Kuu peke yake wanachukua karibu dola 5.8, lakini katika pembejeo mambo mengi sana. Ile riba wanaochukua ile mikopo riba ya 9%. Tungeomba sana ikiwezekana serikali iweze kubeba sehemu ya huo mzigo. Kwa upande wake mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu Ado ameeleza wasiwasi wake kuwa hadhi ya bunge itapungua pale ambapo fedha zilizopangwa na kutengwa na bunge kubadilishwa matumizi na kuelekezwa maeneo mengine na watu wachache. Kwa jinsi tunavyoyaona mambo hivi sasa ni kama hapa tunapanga, hapa tunatenga fedha, hapa tunazizuia baadhi ya fedha ziende katika sekta fulani, lakini kumbe baada ya bunge la bajeti kuisha, wako watu wachache wana mamlaka ya kuamua bunge lilipanga hivi na wao wakaelekeza fedha kwingineko. Naye mbunge wa viti maalum wanawake Kaskazini Pemba Asia Sharifu Omari amesisitiza umuhimu wa kuendeleza kuwekeza katika huduma za afya ya mama na mtoto kwa kutenga fedha zaidi za kutosha ili kuboresha upatikanaji wa ubora wa huduma hizo nchini. Na hii ni kutokana na juhudi ya rais wetu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Tumeona namna gani ambavyo ameishika wizara hii kutusaidia wamama na mtoto, na yale ambayo Mheshimiwa Rais aliwiwa na kusema hataki kuacha barabara, hataki kuacha majengo, anataka kuacha tabasamu kwa wananchi. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Naam, asante sana Roda Simba kutoka mkoani Dodoma. Na sasa tuendelee na taarifa nyingine ambapo kuelekea dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 imeonekana kuwa serikali imeweka bayana ya kwamba ongezeko la watu nchini linaweza kuchangia kutokuwepo kwa ukuaji mkubwa wa uchumi kuelekea dira ya maendeleo ya 2050 endapo hali ya kuongezeka kwa watu haitadhibitiwa. Na tuungane na mwanahabari wetu kwa taarifa hii zaidi. Hali hiyo ya ongezeko la watu na ukuaji wa uchumi imewekwa bayana na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia wa sekta ya umma na sekta binafsi yani PPC Bwana David Kafulila wakati alipokuwa akitoa muhadhara katika chuo kikuu cha Dodoma yani UDOM. Kasi yetu ya ongezeko la watu ni changamoto kwenye uchumi wetu. Wastani wa ongezeko la watu Tanzania ni zaidi ya 3% kwa mwaka. Wastani wa ongezeko la watu Afrika, ongezeko growth ya population ya Afrika, wastani ya 2%. Tanzania zaidi ya 3%. Wastani wa ongezeko la watu duniani ni 1% kwa mwaka. Pamoja na mambo mengine, Bwana Kafulila amebainisha kuwa ipo haja ya taifa kuwa na nguvu kazi yenye umahiri katika fani mbalimbali ili kukuza uchumi, huku naibu makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma Profesa Razaki Lokina akitoa ushauri kwa PPPC na mmoja wa wahadhiri wa chuo kikuu hicho Dr. Anastasia Njiku akieleza UDOM inafanya nini katika masuala ya ubia chuoni hapo. Tukitengeneza watu wenye ubora wa maarifa, wenye afya, lishe na maarifa, hawa ndio wanaweza wakashindana duniani, wakafanya transformation ya uchumi wa dunia na uchumi wetu. Ndio wenye uwezo wa kubadilisha jangwa kuwa forest. Ukiwa na watu ambao wana ubora mdogo watabadilisha forest kuwa jangwa. Kipaumbele hii ambayo kwanza ina athari kubwa za uzalishaji na biashara, ile uchumi pana, lakini pia athari za moja kwa moja kwa ustawi wa wananchi na upatikanaji wa huduma na uwezekano wa kifedha, ile financial viability, unaohakikisha kuwa ubia unakuwa endelevu na sio mzigo kwa vizazi vijavyo. Chuo Kikuu cha Dodoma
kupitia wataalamu wake wa ndani wameweza kuainisha fursa za kuweza kuwashirikisha sekta binafsi, yaani tumeweza kufanya opportunity mapping ya kuweza kuidentify areas ambazo tunaweza kuwashirikisha sekta binafsi katika kuhakikisha tunaifikia hii dira ya 2050. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Na sasa tuangalie tena mkoani Dodoma ambapo halmashauri ya wilaya ya Chemba mkoani Dodoma imechukua hatua za kuwajengea uwezo vijana wa kukabiliana na changamoto zinazowakabili kupitia elimu ya afya ya akili, mapambano dhidi ya dawa za kulevya na usimamizi sahihi wa fedha ili kuwawezesha kujenga maisha bora na kuchangia ukuaji wa uchumi. Na taarifa hii inaletwa kwetu na Amani Mbando. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa jukwaa hilo, mkuu wa wilaya ya Chemba Halima Ukash amesisitiza kuwa vijana ndio nguvu kazi kubwa ya taifa, hivyo kuna umuhimu wa kuwajengea uwezo wa kukabiliana na changamoto zinazoweza kuathiri maendeleo yao binafsi na jamii inayowazunguka. Na mara nyingi tunasema ya kwamba samaki mkunje angali mbichi, na ndio sababu tumewaleta na nyie vijana ambao mnatoka mashuleni, muanze pia kujifunza bado wadogo. Vijana hao wameelezwa madhara ya kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya, umuhimu wa kulinda afya ya akili, fursa za kiuchumi na matumizi sahihi ya fedha kutoka kwa wawezeshaji wa jukwaa hilo. Vijana na wao wanajiaminisha kwamba nikivuta bangi basi nitafanyeje, nitasoma sana. Sio kweli. Matokeo yake unaweza ukatumia, usifanye kazi na usisome. Kwa hiyo ni lazima wapate elimu. Kwa hiyo swala kubwa ni kujitambua kijana Mtanzania aweze kuijenga Tanzania. Yaani kuijenga Tanzania ni eneo pana sana. Ni kwenye afya ya akili, kwenye ujasiriamali, kwenye afya, lakini si hivyo tu, pia tunawafundisha uzalendo. Baadhi ya vijana walioshiriki katika jukwaa hilo wameeleza kuwa elimu walioipata imewasaidia kutambua umuhimu wa kulinda afya ya akili. Kutokana na hivi nilivyojifunza, nimejipanga kuepuka hivi vitu, nisishiriki kabisa. Tawashauri waache kutumia madawa ya kulevya kwa sababu ni hatari katika maisha yetu na kwa afya yetu. Kuna wanaume ambao wanakuwa nalalamika, inaonekana kama hakutakuwa na usawa wa kijinsia kwa sababu wanapewa mikopo ni vijana, wanawake na walemavu. Hivyo serikali itafute namna nzuri ya kufikisha hizi pesa ili wananchi wote tuweze kunufaika. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Na wiki hii Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali inaendelea kuimarisha hatua za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na ugonjwa wa mlipuko wa Ebola ili kuzuia hatari ya ugonjwa huo kuingia na kusambaa nchini. Na Roda Simba anatueleza tena namna hii taarifa ilivyokuwa katika juma hili. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa kauli hiyo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalumu Asha Moto aliyehoji kuhusu kuibuka kwa ugonjwa wa Ebola katika nchi jirani na mpango wa serikali wa kudhibiti na kukabiliana na janga hilo. Hivi karibuni kumeibuka na taarifa za kuenea kwa ugonjwa wa Ebola kwa baadhi ya nchi za jirani, ambapo na kwa kuwa nchi yetu ina mahusiano mazuri sana na nchi hizi za jirani. Je, serikali imejipangaje kudhibiti na kukabiliana na janga hili la Ebola? Kwanza nitumie bunge lako tukufu kusema mpaka sasa tuko salama, nchi yetu iko salama. Serikali kwa kutambua hilo tumeendelea kuchukua hatua za kutoa elimu, na nitumie bunge lako tukufu kuendelea kupaza sauti kwa Watanzania wote kuendelea kuchukua tahadhari kama ambavyo tumekuwa tukichukua tahadhari yanapotokea mambo ya magonjwa ya aina hii. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka viongozi wa umma kuelekeza nguvu zao katika kutumikia wananchi badala ya kutumia muda mwingi kupanga mikakati ya uchaguzi na kutafuta nafasi nyingine za uongozi. Nafasi ya naibu meya
na makamu wenye viti wa halmashauri hufanyika kila baada ya mwaka mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uchaguzi huu wa kila mwaka haujawahi kuziacha salama halmashauri zetu pamoja na madiwani, kwani chaguzi hizi hupelekea misuguano, migongano na jambo ambalo linapelekea hata utendaji kazi wa madiwani wetu katika halmashauri kuzorota sana, kwa sababu kila baada ya uchaguzi mmoja wao huanza kuingia katika mchakato ya kampeni na hivyo shughuli za halmashauri kuzorota. Tusiwe na nchi na wananchi wanaowaza uchaguzi kila siku. Uchaguzi si kazi. Kuna kazi tunazotakiwa kufanya ili wananchi waweze kupata maendeleo. Na yasema kwa wale makamu ambao kila wakati wanagombea, lakini wapo pia hata wale wenye viti. Anaapishwa leo wenyekiti wa halmashauri, siku hiyo hiyo anaanza kampeni ya kutafuta ubunge. Kila mtu afanyie kwanza kazi nafasi aliyopewa, na ili watu waione kazi. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Na tukirejea tena kwenye sekta ya afya, kituo cha afya cha Chanika kilichopo jijini Dar es Salaam kimepata ithibati ya kitaifa na kimataifa kutoka katika Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC baada ya kukidhi vigezo stahiki vya utolewaji wa ithibati hiyo kutokana na huduma bora za maabara na kukifanya kuwa kituo pekee mkoani Dar es Salaam ambacho kimethibitishwa na SADC. Na Nelson Munema anatueleza zaidi namna tukio hili lilivyokuwa. Cheti hicho cha ithibati ya kitaifa na kimataifa kutoka SADC kimekabidhiwa kwa uongozi wa wilaya ya Ilala wakati wa kikao kazi cha utiaji saini kwa mikataba ya utendaji kazi kwa watumishi wa sekta ya afya kilichofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo maabara ya kituo cha afya Chanika ilifanya tathmini ya msingi baseline assessment tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 2021, na katika tathmini hiyo maabara ilipata alama 103 kati ya 205, hali ilionyesha kuwa maabara ilikuwa na uwezo wa kutoa huduma bora. Mahala ambapo pamepata ithibati ya maabara pana sifa ya kuwa hospitali, si ndio? Huko mbele ya safari, ili tuone kuelekea mchakato wa badala ya kuwa kituo cha afya tuseme hospitali ya Chanika yenye ithibati ya maabara. Uwepo vikao vya mwaka vya management review kwa ajili ya kuhakikisha maabara ile inafanya kazi katika kuzingatia kanuni na taratibu za maabara. Kuhusu mikataba iliyosainiwa, mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam Elihuruma Mabelia alisema mkataba huo utaimarisha mfumo wa kupima na kutathmini utoaji wa huduma kwa kuzingatia viwango vilivyowekwa, huku ukichochea maboresho zaidi katika huduma za afya na miundombinu yake. Tumeendelea kufanya mabadiliko makubwa au transformation kwenye idara ya afya, na matokeo yake tunayaona wazi wazi. Pamoja na kwamba tumesaini leo mkataba, lakini matokeo ambayo tayari yako dhahiri, mwenye macho haambiwi tazama. Nelson Munema, Channel 10. Na kwa taarifa hiyo inatupa wakati wa kuungana na Lulu Ali atueleze yale yaliyojiri katika anga la kimataifa katika juma hili. Katika upande wa kimataifa, tuanze na hili ambapo Ujerumani yapata pigo baada ya kushindwa kuingia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ikizidwa na Ureno na Austria ambazo zilipata kura za kutosha kujiunga na baraza hilo kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia mwakani. Ujerumani imepata kura 400 pekee chini ya kura 127 zilizohitajika kushinda. Iko ni mara ya kwanza kwa nchi hiyo kushindwa katika uchaguzi wa kuwania nafasi kwenye Baraza la Usalama, ambapo imewahi kuhudumu mara 6, huku waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wedful akisema Ujerumani imekuwa tayari kutoa mchango mkubwa katika kazi za Baraza la Usalama. Matokeo hayo yanachukuliwa kwa pigo kwa serikali ya kansela Friedrich Merz, ambaye amekuwa akitaka kuimarisha nafasi ya Ujerumani katika masuala ya kimataifa na kusema ataendelea kutekeleza wajibu wake ndani ya Umoja wa Mataifa licha ya kushindwa huko.
Tukiangazia habari nyingine, ripoti mpya baraza linaloshughulikia masuala ya wakimbizi la Norway NRC yaonyesha mamilioni wanaokimbia makazi duniani wanaachwa bila msaada, huku Sudan, DRC na Colombia zikiongoza mizozo isiyosahaulika. Katibu mkuu wa shirika hilo Jan Egeland amesema hali hiyo inaonyesha kushindwa kwa dunia kushughulikia migogoro ambayo haionekani kuwa na umuhimu wa kimkakati kwa mataifa tajiri. Ripoti inasema Sudan imeongoza orodha mwaka huu na kufanya zaidi ya watu milioni 11 wakikimbia makazi yao, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa kwenye orodha hiyo kwa mara ya 10 na Colombia ikiwa kwenye migogoro iliyopuuzwa zaidi, ambapo zaidi ya watu 235,000 walihama makazi yao mwaka 2025 kutokana na migogoro ya silaha. Lula Ali, kimataifa. Na kwa taarifa hizo za kimataifa ambazo zimeletwa kwetu na Lulu Ali siku ya leo, ndipo tunaweka nukta ya Plus Weekend katika juma hili. Endelea kuungana nasi kila weekend tuweze kujua yale ambayo tumekuwa nayo katika juma zima. Jina langu ni Witness Matiku. Kwa heri.